Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu wa dua na mitishamba, leo mmoja na somo hili, somo ambalo ni zuri kabisa, somo ambalo hutokana na mimea. Na mmea tuliokuwa nao leo ni mmea huu unaona hapo. Ni mmea ambao watu wengi wanafahamu, ni mmea ambao watu wengi wameupanda majumbani mwao au wanauona mitaani au wanauona kwenye mapori. Lakini bahati mbaya wengi katika watu hawajui faida yake huu mmea. Ndugu zangu, mmea ni dawa nzuri sana ya maradhi mengi sana. Tunasema maradhi mengi inakusudiwa mambo mengi. Leo nitaelezea baadhi ya faida tatu za huu mmea. Faida ya kwanza ya huu mmea ni dawa nzuri sana kwa wale watu ambao sura yake ipo katika hali ambayo sio nzuri. Mfano, kuna baadhi ya watu ambao ngozi yao ya uso imekunjana au na mapele fulani ambayo yanaleta taswira mbaya katika uso. Basi tumia mmea huu ukawa unajifanyia usafi katika sehemu zako za uso. Unaoponda huu mmea, unachanganya na maji kidogo, kisha baada ya hapo unatumia kuchua sehemu yako ya paji la uso. Itakusaidia sana kuimarisha hiyo face yako iwe katika hali iliyokuwa nzuri sana. Wengi katika watu hupendelea kusema ni mmea ambao unarudisha nuru au ujana katika ngozi ya uso wa mtu. Kwa maana unapokuwa uso wako na makunyazi au uso wako na mapele ambayo yanaathiri uso, unaonekana kama umeshazeeka. Lakini ukaja kuyaondosha yale na ukaifanya ngozi yako ya uso ikawa ni softi, basi itakusaidia sana kurekebisha ule wajihi wako, uso wako, na kufanya uso uwe wenye kung'ara, uso uwe ni mzuri, uso uwe ambao katika hali ile kwa nzuri zaidi. Kwa hii ni faida ya kwanza ya huu mmea. Lakini faida ya pili ya huu mmea, inasaidia sana katika wale watu ambao wenye maradhi ya tumbo. Kama mtu tumbo lake linamuuma, basi itakusaidia huu mmea, utakusaidia biidhnillah. Tumia huu mmea katika hali tofauti tofauti. Wengine wanapenda kutumia mmea huu katika hali ya kuponda, kisha wanakunywa yale maji ambayo ya mmea baada ya kupondwa. Wengine hutumia huu mti kuchoma majani yake, kuchemsha, kisha wanakunywa yale maji yaliyochemshwa. Lakini wengine hupendelea kutafuna. Unachukua tu majani ya mmea kama majani yako mawili kama hayo, kisha unachukua unatafuna. Sawa, ila kabla ya kufanya vyote hivyo bidii uyasuuze yawe katika hali ya usafi, kisha unatafuna. Ni dawa nzuri sana. Hiyo faida ya pili kwa watu wa maradhi ya tumbo na kadhalika. Lakini tukitia katika mfumo huu wa tumbo, faida ya tatu kwa mtu ambaye anayeendesha. Tumetumia tafsida tumetumia kwa mtu ambaye mwenye kuendesha. Ninapozungumza kuendesha, sio kuendesha gari wala sio kuendesha baskeli wala pikipiki. Mtu ambaye tumbo lake limechafuka, tunakusudia kwamba mtu ambaye tumbo lake limechafuka, mtu ambaye anaendesha kwa maana kwamba anaharisha. Sasa tumia dawa hii katika hali ya kuzuia kule kuharisha. Sawa, utachukua hii, utaitafuna, itakate hali ya kuharisha. Achukua hii, ichemshe, kunywa, itakusaidia hali ya kuharisha itakata. Au chukua hii, iponde, changanya na maji, kunywa glasi moja, itakusaidia hiyo hali ambayo ya kuharisha. Kwa hizi ni faida za huu mmea, na huu mmea una faida nyingi sana, lakini leo tutashika kwamba na faida hizo tatu. Faida ya kwanza, kurudisha nuru katika uso au kufanya uso urudi katika hali nzuri ya ujana, hali ambayo yenye kupendeza, sio hali kunjana. Hiyo faida ya kwanza. Faida ya pili ni kwa wale watu ambao wenye tumbo kumuuma, tumbo linauma linakata sana, tumia hiyo, itakusaidia. Hiyo faida ya pili. Faida ya tatu kwa wale watu ambao wenye kuharisha sana au mtu anatapika sana, basi tumia hii kuitafuna au iponde, utie na maji unywe au chemshe kunywa, itakusaidia sana hiyo hali ya kuharisha au kutapika, itakuja takata biidhnillah. Hii ni faida ya huu mmea, na huu mmea una faida nyingi sana. Nimeamua kutoa faida hizo tatu. Ninachokuomba tu, kwa sababu masomo yetu tunaanza kuwapost tena upya, ili upate masomo yetu mazuri zaidi, tunachokuomba subscribe ili masomo yetu mengine yote upate kuyapata kwa wakati. Na tunaelezea dawa hizi kwa sababu gani? Kwa sababu hizi. Jambo la kwanza, tunatoa kutuelezea dawa hizi watu wapate kuifahamu mimea jinsi gani inafanya kazi. Hiyo faida ya kwanza. Faida ya pili, kuna watu ambao hawana pesa za kununua madawa mengi.
ambayo madawa yenye gharama kubwa kuanzia shilingi 5,000 10,000, hali ya kuwa kumbe nyumba yake kuna dawa kaipanda mwenyewe au umejiotea mwenyewe ajui. Sasa anaweza kachuma tu akatumia, hiyo hali ikakaa sawa. Kwa hii ni sadaka tumeletea kwenu, na chukuombeni izingitieni, na kama mtu anafahamu mmea upo sehemu uchukue au upande nyumbani kwake. Kata hata kipande kakipandikize katika nyumba yako, kitaota, kwa sababu katika mmea ambao ukikata mti tu au kipande tu cha mti ukikipanda kitaota. Sawa Ni katika mimea ambao ina asili hiyo. Kama bado hujasubscribe, usahau kusubscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.